Karibu katika Moyo wa Malezi, mahali tunapoamini kwamba kila mtoto ana uwezo wa kujifunza na kufanya vizuri akipewa mwongozo sahihi. Leo tunazungumzia jambo muhimu sana katika ufundishaji wa hisabati ambalo ni namna mwalimu anavyoanza somo inaweza kuamua kabisa kama mwanafunzi atalipenda somo hilo au ataliona kuwa gumu na la kuogopesha. Mwalimu anapoingia darasani, akiwa mchangamfu, mwenye tabasamu na nguvu chanya, kisha akaanza kwa utangulizi unaovutia, kuwauliza wanafunzi maswali mepesi na kuwahusisha katika mazungumzo, mazingira ya kujifunza hubadilika. Mwanafunzi anaanza kujiuliza, leo tutajifunza nini? Anaanza kujiamini, kuinua mkono, kujibu maswali na hata kufanya mazoezi kwa hamasa. Kwa sababu, hisabati sio tu namba na kanuni. Hisabati ni somo linalohitaji mwanafunzi kuamini kwamba anaweza. Katika video hii, tutaona namna mwalimu anavyoweza kuanzisha somo kwa ubunifu, kuwafanya wanafunzi wapende kujifunza na kuwashirikisha kikamilifu katika kujibu na kutatua maswali. Endelea kutazama hadi mwisho kwa sababu huenda mbinu hii ikabadilisha kabisa namna unavyofundisha hisabati na namna mwanafunzi wako atakavyoweza kulipenda somo. Karibu Moyo wa Malezi, tujenge kizazi kinachopenda kujifunza. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama utakuwa hujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako, watoto wako, wanafunzi na jamii nzima. Karibu basi na tuanze. Haya, leo tunajifunza kutoa mitajo. Tunajifunza kutoa mitajo. Tumesema mitajo inafananaje? Mitajo. Sasa, mchanganyiko wa namba na herufi. Mfano kasema 5K. Labda 5 kalamu. Ndio Kwa hiyo inasema badala ya tatu. Sawa? Ndio. Sasa leo tutatoa mitajo. Mfano toa 2D. Hii 5D ni mtajo na huu ni mtajo. Lakini katika mtajo wetu tuna kigeu na kizigeu. Nani anitajie kigeu ni kipi hapa? Kigeu ni kipi? Samiri? D. Safi. D. Kigeu ni D. Maana kigeu ni kama badala ya herufi. Na kizigeu? Kizigeu 5 na 2. Sasa kwa hiyo kwenye mtajo huu tuna kizigeu
tano, tuna kigeu D. Haya, twende tunatoa mtajo unaofuata. Mtajie kigeu na kizigeu. Yote kwa pamoja. Mmoja atajie kigeu ni kipi, kizigeu ni kipi. Abduli? Kizigeu ni mbili na kigeu ni B. Sasa makofi matatu. Kizigeu ni mbili, kigeu ni D. Maana kizigeu ni namba na kigeu ni herufi. Sasa hapa tunatoa mitajo inayofanana. Manake hapa kwa mfano hii D inasema badala ya daftari. Daftari 5, tutoe daftari 2. Haya, ngoja nikusanye madaftari yangu. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Na daftari ngapi? 5. Natoa daftari 2. Natoa daftari la kwanza, daftari la pili. Nabaki na madaftari mangapi ndani ya tatu. Kwa tutasema hii ni tatu nini? D. 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 Kwa hiyo 5D nitoe 3D, 2D napata 3D. Kwa hiyo jibu letu ni 3D. Kwa sababu mitajo inafanyaje? Inafanana. Sasa twende mfano mwingine. K, nitoe 2D, nitoe K. K, toa 2D, toa K. Tuseme hapa K inasimama badala ya kalamu. D inasimama iti kigeu D inasimama badala ya daftari. Na K nyingine inasimama badala ya kalamu. Kwa hiyo hapa sasa tuna mitajo tofauti. Tuna mtajo wa 4K, 2D na K. Hatua inayofuata unatakiwa uipange ile mitajo inayofanana sehemu moja. Kwa mfano, hapa tuna 4K, tutoe na K. Kwa hiyo utaanza mitajo inayofanana. 4K natoa K. Natoa tena nini? 2D. Kwa hiyo tayari nimeshapanga ile mitajo yangu inayofanana. 4K tuseme ni 4 kalamu. Kalamu ngapi? 4. Sawa Kalamu 4 hizi hapa. Natoa kalamu moja. Si ndio? Nitabaki na kalamu ngapi? Nani aniambie? Nani aniambie? Kalamu 3K. Sasa tutasema 3K. 3K. Bado naendelea, ninatoa 2D. Ambayo ni madaftari mangapi tuseme? Mawili. Kwa hiyo na 3K natakiwa nitoe na 2 daftari. Daftari ngapi? 2. Na kalamu 3 nitoe daftari 2. Nitapata jibu sawa na ngapi? Tumpigie makofi matatu. Hatutaweza kuvitoa kwa sababu kalamu na madaftari havifanani. Ni mitajo isiyofanana. 3K na toa 2 ni mitajo isiyofanana. Hapa tuna kalamu 3, tutoe daftari 2. Hatutaweza kutoa kwa sababu havifanani. Tumeelewana Kalamu zitabaki kuwa kalamu, daftari zitabaki kuwa daftari. Kwa hiyo jibu letu tutaandika ni sawa 3K toa 2D. Huwezi kuendelea zaidi. Sawa Twende mfano wa 3.
maana yake tuchukulie mfano, hii ara inasimama badala ya rula. Hii inasimama badala ya daftari. Ara inasimama badala ya rula. Hii inasimama badala ya daftari. Na K inasimama badala ya kalamu. Umeelewana hapo eh? Ndio. Haya, kuna kidole hapa. Njoo tufanyie. Ukisahau kuandika hii umeshakosa tayari. Hili la wewe tayari. Unaandika hapo 2 kwa 3 2 toa. Sasa hapa hivi inasimamisha sana moja. Kwa hiyo utapata kutoa moja sana 2. Unashapata majibu mawili. 2 toa 2 bado 2K. Bado 2K. 2K haina umuhimu zake, tunaandika hivyo hivyo. 2K. Tumpigie makofi matatu, alafu tunagonga tena dawati mara 3, alafu mguuni mara 3, alafu tunamwambia mwa. Tafanya vizuri. 1 2 3. Twende. Twende. Safi sana. Amepata amekosa jamani? Amefanya vizuri sana. Amefanya vizuri sana. Nasisitiza hapo, kilichoanza ndicho nitakoleza. Kilichoanza ndicho kinachotakiwa kuanza. Sawa eh? Imeanza 4R. Kwa wale ambao hawajaelewa 4R tuseme rula ngapi hizi hapa? 4. Si ndio eh? Lakini sasa hapo unatafuta mtajo unaofanana na. Kwa hiyo akachukua 4R na 2R. Akatoa hapa. 4R toa 2R. Akapata sawa sawa na 2R. Akasisitiza usipoandika hii R umefanyaje? Umekosa. Haya, kwa hiyo jibu lake la kwanza akapata 2R. Sawa eh? Akaja mtajo mwingine unaofanana. Daftari 3, daftari 3, daftari. Akatoa na daftari 1. Daftari 3 akatoa daftari 1. Akapata daftari ngapi hapa? 2. Daftari 3 akatoa daftari 1. Akapata daftari ngapi? 2. Akasisitiza hilo ni jibu langu la ngapi? La pili. Kwa hiyo akaandika jibu lake la kwanza 2R toa, jibu lake la pili 2D. Akatafuta mtajo mwingine. Akasema umebaki 2K. Kwa hiyo akaandika toa 2K. Alipotoa 2K akasema inabaki hivyo hivyo kwa sababu mitajo haifanani. Yaani tuchukulie mfano, tuna rula 2. Tuna rula 2, tutoe daftari 2, tutoe kalamu 2. Tutaweza kuzitoa? Rula, daftari na kalamu ni vitu vitatu tofauti. Kwa hiyo jibu linabaki hivyo kama ilivyo. Kuna ambaye hajaelewa? Hapana. Kuna ambaye hajaelewa? Hapana. Swali lako la hisabati. Mwisho wa yote tukumbuke kwamba mwanafunzi hawezi kupenda kila somo kwa sababu tu ni rahisi. Mara nyingi analipenda kwa sababu mwalimu amefanya aone kuwa anaweza. Mwalimu anapoingia darasani akiwa na furaha, upendo na hamasa, anawapa wanafunzi zaidi ya maarifa, anawapa ujasiri wa kujaribu
kuuliza, kujibu na kutokata tamaa wanapokosea. Tusimfundishe mtoto kuogopa hisabati. Tumfundishe kuamini kwamba anaweza kuielewa hisabati. Kila swali analolijibu, kila kosa analolirekebisha na kila hatua anayopiga inaweza kuwa msingi wa mafanikio yake ya baadaye. Kwa walimu, wazazi na walezi, tuendelee kuwahamasisha watoto wetu, maana nyuma ya kila mtoto anayesema mimi siwezi hisabati, huenda kuna mtoto anayehitaji tu mtu wa kumwambia jaribu tena, naamini unaweza. Hii ndio moyo wa malezi, kujenga watoto wenye maarifa, kujiamini na moyo wa kujifunza. Kama umeipenda video hii, subscribe, like na share ili ujumbe huu uwafikie walimu, wazazi na walezi wengi zaidi. Moyo wa malezi, tukimlea mtoto kwa upendo, leo tunajenga taifa bora la kesho. Asante, Mungu akubariki. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata ambapo tutawaona watoto wakiigiza wao kwa wao katika somo la maadili. Tutaona watoto wakijifunza vitu vizuri sana katika sanaa na maadili bila mwongozo wa mwalimu. Watoto wanafanya wao wenyewe. Mungu akubariki. Tukutane tena kwenye hiyo video. Asante.